ukitaka kujua kwamba Tanzania inahitaji uponyaji mkubwa wa kifikra, uponyaji mkubwa wa kimahusiano, naona kuna moral decay katika nchi yetu. Kama tweet ya kumtakia mtu mema ambayo yuko gerezani inatafsiriwa kwamba ni political, then tuko kwenye crisis kubwa sana ya mambo ya kijamii, na kwamba tunahitaji tufundishane na tusimame kwenye misimamo mizuri on how to do politics, kwa sababu siasa hazipaswi kufanya tuwe maadui. Hili ni taifa moja, sisi sote ni Watanzania. Kwa hiyo siasa ikifika mahali kwamba ukimtakia mema mtu ambaye labda hamko chama kimoja inakuwa ajenda ya kujadiliwa, maana yake tunahitaji uponyaji mkubwa sana. Tunahitaji uponyaji wa kifikra, na kuna ukichaa fulani ambao uko kichwani kwamba mtu anapokuwa sio wa chama chako au mmepishana kifikra, kwa hiyo ukimtakia mema au mkikutana mmepiga naye picha inakuwa longo. Nilijibu kwa hivyo kwamba watu wote walioshangaa, hii inaonyesha kwamba Tanzania hadi inahitaji tiba kubwa sana, na hii ni jukumu la viongozi kuhakikisha kwamba tunaondoa mstari wa kutengana, wa kupingana, wa kutokutakiana mema, wa kutakiana mambo mabaya. Jambo la pili, umeuliza kwamba je, hii inanifanya kwamba nina mawazo ya kurudi Chadema. Bado narudi pale pale kwamba haihusiani kabisa na mimi kurudi Chadema au kutokurudi Chadema. Mwisho wa siku ni kwamba we are human beings, we are Tanzanians. Mwenzako akiwa na shida au ni rafiki yako, mnaendelea kwa marafiki. Haimaanishi kwamba wewe ukihamia chama kingine marafiki wote wale unaondoka, unawafunga milango kwamba sio marafiki zako. Kwa hiyo kufikiria kwamba kwa sababu mtu amemtakia mema mtu ambaye hawana itikadi inayofanana ni kuhama chama kingine, bado ni upotofu. Japokuwa kuhamia chama kingine sio kosa la jinai, unaweza kuamua ukae chama chochote, ndio demokrasia nchi yetu. Kwa hiyo mimi ninachozungumza ni kwamba kufika mahali kwamba tuone wale watu ambao hatuko chama kimoja ni maadui kabisa. Watu wameoleana hapa, tunakaa sehemu moja, tuna makabila mamoja, watu tunasali pamoja, wengine chama hiki wengine chama hiki. Sasa huo Tanzania wetu unakuwa wapi? Kwa hiyo lakini swala lingine watu wamejadili kwamba kwa sababu nimetoa pole na kwamba sisi sote tupaze sauti kwa kitendo cha kutekwa kwa msaidizi wa Tundu Lissu, kwamba ni afadhali nirudi huko. Bado narudia tena, bado hii ni kumomonyoka kwa maadili ya taifa letu, kwa sababu mtu anavuja damu, amepigwa pingu. Wananchi walikuwa wanajaribu kumuokoa, wanaona anateseka. Sasa ukiona mtu anateseka, hili ni swala la ubinadamu. Swala la mtu kuumizwa, swala la mtu kutekwa ni swala la ubinadamu, sio swala la kiitikadi. Sasa mtu anayesema kwamba nirudi huko nilikotoka, maana yake upande mwingine wanafurahia mtu aliyetekwa, anayeteswa, upande mwingine wanalia. Ndio maana narudi kwenye msimamo wangu ule kwamba tunahitaji uponyaji mkubwa sana. Hili sio swala la kufurahia. Akitekwa mtu wa chama chochote, wa dini yoyote, wa imani yoyote, wa Tanzania wote tunatakiwa tuamke, tupinge utekaji. Sasa mtu anayeshangaa kwamba eti mimi kwa sababu niko CCM, kwa hiyo nikiona mtu anatekwa ni nyamazi. CCM kwani nakubali utekaji? Mtu yoyote anayekubali utekaji akiwa chama chochote hakubaliki. Mtu yoyote anayekubali kuumiza watu akiwa chama chochote hakubaliki. Huo sio utaifa, wala katiba yetu haisemi hivyo. Kwa hiyo mtu yoyote anayezani kwamba kufurahia mtu anayetekwa wa chama kingine alafu anafurahi, huyo sio Mtanzania, na huyo ni hatari kwa usalama wetu wa taifa. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunafurahia watu wakiwa wanaumia. Akiwa anaumia mtu yoyote, na mimi ni Mkristo, Biblia inasema wewe you are a brother's keeper. Wewe ni unamsimamia ndugu yako akiwa na shida, wewe uko karibu naye. Sasa hii tabia ya kuchekelea watu wakitekwa, wakiumizwa, tumeanza kuipata lini? Mimi napinga pande zote mbili, kwamba kama kuna mtu anafurahia mtu akiumia, huyo sio Mtanzania na wala sio mzalendo, na mtu wa namna hiyo ni adui wa usalama wa taifa. Tunatakiwa tuumie, tusikitike watu wanapoumizwa, wanapoteseka kwa namna yoyote ile. Uhai wa mtu haupaswi kudhulumiwa. Kwa hiyo ndio maana nasema taifa linahitaji uponyaji, tunahitaji tukemee. Na mchungaji mmoja anaitwa Bonhoeffer, alikuwa ni mchungaji wa Kiluteri kule Ujerumani wakati wa utawala wa Hitler. Watu walikuwa wanaogopa kusema ukweli. Alisema kufumba macho au kunyamaza wakati maovu yanatendeka ni kushiriki katika maovu hayo.
Kwa hiyo sisi tunapaswa kusimama na kusema na kukemea maovu. Najua kuna watu wengine wanaweza wasiseme na kukemea maovu kwa sababu ya maslahi. Wengine wanaogopa kupoteza nafasi zao, wanaogopa kutengwa. Wengine wanaogopa kusema kwa sababu wanatetea nafasi zao, wanatetea maslahi yao. Kwenye uovu hatuwezi kukaa kimya, tutasema. Kwa hiyo huyu mchungaji anaitwa Bonhoeffer, unaweza kumgoogle, wakati wa utawala wa Nazi alisimama kupinga utawala wa Hitler kwa gharama kubwa, na aliuawa kwenye chemba za alizokuwa naua watu Hitler, huku akitetea ukweli, lakini ameacha historia kubwa sana na ametufundisha mambo mengi sana kwamba hatuwezi kukaa kimya uovu unavyotendeka. Kwa hiyo watu wakitendewa uovu bila kujali ni wa upande gani, lazima tuseme. Sasa mtu akisema eti niende huko, niende wapi? Wapi ambako wanataka uovu na wapi ambako hawataki uovu? Hili ni jambo la maadili ya kitaifa. Kwa hiyo mimi naongea kwa uchungu kabisa kwamba maadili yamemomonyoka kiasi kwamba watu wanaona roho za watu kupotea ni jambo la kawaida kabisa. Ni jambo la kujali chama kuliko kujali binadamu. Hiyo mimi siko katika hizo level, mimi siko kabisa. Mimi najali binadamu kuliko kujali chama cha siasa.